hayaepuki. Sababu kuna wengine wanahisi wakifundishwa wito ndio wataitwa. Kama kuitwa, we mwenyewe ushaitwa. Jina la Bwana libarikiwe. Ushaitwa. Na nyimbo za miaka hiyo zilizokuwa zinaimbwa sana zilikuwa za wito. Haleluya. Zilikuwa za nini? Za wito. Siku hizi kuna wimbo unaimbwa sana wakati wachungaji wanahitimu vyuo, wakati watu wamejifunza masomo ya utumishi. Lakini nataka nikwambie huo wimbo ni kwa ajili ya kila Mkristo. Haleluya. Kila nani? Wanaimba Bwana uliye waita watakatifu wako wawe mitume, Wow, very beautiful. Na kuna sehemu anasema awafundishe vijana. Hapo anasema Bwana, kama unaita na mimi niko tayari, nitume mimi kama wewe ulivyotumwa. Can you sing that song? Unaweza kuimba huo wimbo? Nitume na mimi. Haleluya. Alafu kuna sehemu anasema unipe na roho wako. The calling. Wito. Tunapozungumza habari za wito, tunaongea habari za Mungu kuzungumza na watu wake. Tunaongea habari za kuelewa Mungu anataka nini kwenye maisha yetu. Na kuna wengine wanahisi wito ni kwenda tu kupanda kanisa. Kuna wengine wanahisi wito ni lazima uwe missionary. Kuna wengine wanahisi wito ni lazima uende ukawe nabii au ukawe mwalimu. Wito umegawanyika kwenye maeneo makubwa. Kuna tofauti kubwa sana kati ya wito na huduma. Haleluya. Hii wiki nitakuwa nafundisha wito na utumishi. Jina la Bwana libarikiwe. Maandiko yetu mazuri ya somo nitasoma katika Injili ya Yohana sura yake na haya ndio maandiko yatatubeba kwenye siku ambazo tutakuwa tunajifunza. Yohana sura yake ya 12 mstari wa 26. 12:26. Nitasoma hapo. Nimesema kitabu gani? Yohana 12:26. Kuna mtu amefika hapo, tusome pamoja. Anasema mtu akinitumikia na anifuate, nami nilipo ndipo na mtumishi wangu atakapo kuwepo. Tena mtu akinitumikia, Baba atamheshimu. Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya neno hili kuhusu wito na utumishi. Asante kwa sababu unafahamu ni nini umekusudia kwetu wiki hii. Asante kwa sababu neema yako ni ajabu na upendo wako ni ajabu. Tunaamini Mungu utatumia kama kinywa kutufundisha. Asante Bwana Yesu kwa neema yako na uwezo wako, kwa uaminifu wako na matendo yako makuu. Katika jina la Yesu najikabidhi mikononi mwako na kabidhi na kusanyiko hili mikononi mwako. Mungu tufundishe, tukuelewe, tukujue, tukukaribie, tukuone na uzuri wako pia tuuone. Katika jina la Yesu najikabidhi mikononi mwako, kiwa nimeomba na kushukuru. Amen.
Na kuna maeneo matano ya mtu kuitwa. Eneo la kwanza, Mungu huwa anawaita watu kutoka kwenye dhambi. Hili ni eneo la kwanza, kwa sababu hauwezi ukaitwa na ukaanza kumtumikia Mungu kama haujatoka kwenye dhambi kwanza. Eneo la kwanza, Mungu huwaita watu ili watoke kwenye dhambi. Eneo la pili, Mungu huwaita watu awapeleke kwenye darasa lake. Mungu ana shule yake anayofundisha, ana darasa lake la kufundisha watumishi. Kwa ukiokoka, kuna muda anakuita kukufundisha. Lakini eneo la tatu, Mungu huwaita watu kwenye huduma, au ili watu wawahudumie watu wengine. Na nimepanga hivi ili usishindwe kutofautisha, na napanga hivi kwa mtiririko. Ni ngumu mtu ambaye hajaacha dhambi kuwahudumia watu wengine. Ni ngumu mtu ambaye hajafundishwa kuwahudumia watu wengine. Kwa ni lazima kwanza huyu mtu aache dhambi, aitwe kutoka kwenye dhambi, alafu afundishwe. Ni ngumu kuwa na mchungaji, ni ngumu kuwa na kiongozi ambaye hajafundishwa na Mungu bado. Hawezi kuwa kiongozi mzuri. Kwa ili awahudumie wengine, ni lazima kwanza awe ameokoka, ametolewa kwenye dhambi. Nataka nikwambie hivi, hata kama upo kanisani haujaacha dhambi, hauwezi kuwatumikia wengine. Hata kama upo kanisani haujafundishwa darasa la Mungu, huwezi kuwatumikia wengine. Na ndio maana kuna watu huwa hawaendi mbali, wanasusa utumishi, wanaacha utumishi. Nini? Hawajafundishwa darasa la Mungu. Namba 4, kwa nini Mungu anawaita watu? Huwa anawaita watu ili hao watu waingie katika utumishi. Kuna tofauti kati ya kuwa na huduma ya kuhudumia wengine na kumtumikia Mungu. Kuna watu wana huduma lakini hawamtumikii Mungu kwa sababu hawakuitwa kwenye utumishi. Wana huduma ndio, na wanawahudumia watu wengine, they can sing, they can preach, lakini hawamtumikii Mungu. Kwa kuwa na huduma ni kitu kingine, na kuitwa kwenye utumishi ni kitu kingine. Ndio maana waimbaji wa nyimbo za secular wanao uwezo wa kuimba wimbo wa gospel ukaupenda kusikiliza, ukajisikia kububujika, lakini hawamtumikii nani? Hawajaitwa kwenye wito wa kumtumikia Mungu, lakini wanayo huduma ya kuimba, wanao uwezo wa kuimba. Namba 5, Mungu anawaita watu aende nao au akae nao mbinguni. Kati ya vitu ambavyo Mungu anawaita watu, katika haya yote huwa anawaita waende mbinguni. Akikuita uache dhambi, anataka uende mbinguni. Akikuita kukufundisha, anataka uelewe na umjue ili uende mbinguni. Akikuita kuwatumikia wengine, anataka utumike ili uwe na ijara njema, uwe na thawabu utakapoingia mbinguni. Akikuita kuwahudumia wengine, atasema mlisema kwamba Mungu hakuwahi kuumwa, tulikuhudumiaje? Atasema mlipohudumia wale wengine mlikuwa mnanitendea mimi. Kwa yote haya yanahitimishwa, Mungu anatuita siku moja tukae naye wapi? Mbinguni. Yesu atusaidie. Amen. Sasa leo nataka niweke msingi kwenye Mungu waita watu kutoka kwenye dhambi. Ile namba 1. Mungu anawaita watu kutoka kwenye dhambi. Mungu anawaita watu kutoka kwenye dhambi. Wakati nataka kuongea hapa, jikague wewe jinsi ulivyokuwa siku kadhaa zilizopita, miaka kadhaa iliyopita. Nilikuwa sijui, nilipomsikia mama yangu anasema alikuwa anaenda kushuhudiwa,
alafu yule anayemshuhudia anamwambia subiri, anaagiza taskalaga, anaagiza pombe, anaweka mezani, alafu anamwambia haya, ongea maneno yako. Leo ukiwa unamtumikia Mungu, nataka nikukumbushe, ukiwa unamtumikia Mungu, ukiwa unafundishwa na Mungu, ukiwa unafanya chochote, ukumbuke Mungu anawaita watu kutoka kwenye dhambi. Ukimwona mtumishi yote mkubwa alikuwa na dhambi zake ambazo Mungu alimsamehe. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Tutasoma maandiko kadhaa, ila kabla tujasoma hayo maandiko ni kusomea andiko mama la ujumbe wa leo. Ujumbe wa leo andiko lake mama ni Isaya 43 na mstari wake wa 25 na 26. Mungu huwaita watu watoke katika dhambi. Nimesema kitabu gani? Mstari wa ngapi? Biblia inasema mimi, Biblia yako ndivyo inavyosema, na mimi ndimi niyafutaye makosa yangu kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Nimekupa sadaka ya mstari unaofuata, lakini pointi yangu kubwa ilikuwa kwenye mstari wa 25. Anasema mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Kwa Mungu anapowaona watu wenye dhambi, hawaangalii wao, anajiangalia kwanza yeye, ya kwamba mimi Mungu sitaki hawa watu waendelee kubaki na makosa, sitaki hawa watu waendelee kubaki kwenye dhambi. Nataka niyafute makosa yao na nisizikumbuke dhambi zao. Kwa ukiwa uko hapo, ukumbuke sio kwa sababu ulistahili, ni kwa sababu Mungu alifuta makosa yako kwa ajili yake yeye mwenyewe. So usihisi ulihesabiwa haki sana, ni kwa sababu yake mwenyewe. Sio kwa sababu kanisa lilikuwa karibu, hapana, ni kwa ajili yake yeye mwenyewe. Kama Mungu asingetuita kutuondolea dhambi, tusingestahili kuingia mbinguni. Kama Mungu asingetaka kutuokoa, tusingestahili kuingia mbinguni. Lakini kwa sababu yake mwenyewe alituondolea. Na ngoja nikukumbushe, dhambi zako Mungu hazikumbuki. Hicho ndo kitu ninachojivunia. Unajua binadamu anaweza kukusamehe ila hasahau. It's not God. Sio Mungu. Mungu akiondoa dhambi zako, zimeondolewa. Mtu asikutishe akakwambia hivi, dhambi zako bado ziko pale pale. Mwambie hapana, zimefutwa na hazikumbukwi. Sio kwa ajili yetu, kwa ajili yake yeye mwenyewe. Mungu akiwaangalia wenye dhambi, kwa nini hata hivyo tunashuhudia habari njema? Ili Mungu awaokoe, kwa sababu Mungu hataki waende jehanamu ya moto. Anataka siku hiyo akae na kusanyiko kubwa kutoka duniani. Ni kwa ajili yake mwenyewe. Sasa ni kwa nini Mungu ni kwa ajili yake yeye mwenyewe? Ni kwa nini? Kuna mambo nikupe leo matano tu kwa uchache. Ni kwa nini Mungu ni kwa ajili yake yeye mwenyewe? Jambo la kwanza, kwa nini Mungu anatuita tutoke kwenye dhambi? Jambo la kwanza, dhambi inaua hatima ya mtu yeyote. Na ndio maana watu ambao hawajasamehewa dhambi zao na kuokolewa na Bwana Yesu hawafikiagi hatima yao mpaka aidha wameenda kwa shetani au kwa waganga wa kienyeji. Never. Hauwezi ukaifikia hatima yako kama unaishi kwenye dhambi. Hauwezi ukaifikia hatima yako. Na hilo
sio kwa ambao hawajaokoka. Hata kama uko kanisani, maisha yako yametawaliwa na dhambi, nikukumbushe, hautaifikia hatima yako. Mtu yeyote ambaye anatenda dhambi, hatima yake imefungwa kwenye dhambi yake, kwa sababu dhambi ina kawaida ya kumfanya mtu kuwa mtumwa wake. Dhambi ina kawaida ya kumfanya mtu awe mtumwa wake. Kwa wakati unataka kuchomoka kwenye hiyo dhambi, ile dhambi inakuvuta. Kusudi la ile dhambi sio kwamba inakufurahia au inakupenda, inataka usifikie hatima yako. Mungu kwa kujua ya kwamba kila binadamu niliyemuumba na kila binadamu niliyemweka duniani lazima afikie hatima yake, akatuhurumia, akatuandalia msamaha wa dhambi ili kila mtu aifikie hatima yake. Kwa Mungu, sababu ya kuwaita watu kutoka kwenye dhambi, anataka wafikie hatima zao. Kuna watu Mungu amewaandalia hatima kubwa, lakini kwa sababu ya maisha ya dhambi ambazo wanazifanya, hatima zao hazifikiwi. Na shetani amewatenda hata watu wa kanisa ya kwamba inawezekana kabisa una mipango, una malengo, una kusudi la kufika mahali pa utukufu, lakini ile dhambi imewekwa mbele yako ili hatima yako isifikiwe. Kuna watu wengine waga wanawafuata wachungaji, pastor, have a lot of problems, I don't know how can I do, I don't know what can I do, I don't know how. Shida sio huyo mchungaji, shida ni ile dhambi. Na kuna watu wengine wanalaumu wachungaji, mchungaji ameniombea sana, sijawahi kutoka, sijawahi kufanikiwa, kila siku nawekewa mikono. Nikuulize, umeacha dhambi? Ni kweli tunapoongelea Yesu anatakasa dhambi, wewe umeexperience maisha ya kutakaswa dhambi? Umeexperience maisha ya toba? Wakati unasema niko tayari kuona baraka za Mungu juu yangu, kwa sababu dhambi ikiwepo, wachawi ni rahisi kukuangia, chuma ulete ni rahisi, ofisi yako ni rahisi kurogwa. Kwa nini? Dhambi bado inafanya kazi ndani yako. Kwa dhambi, Mungu anatuita tutoke kwenye dhambi ili tuifikie hatima yetu. Kuna watu walizaliwa kuwa watu wakubwa sana kwenye kizazi chao, lakini dhambi iliwarudisha nyuma. Kuna watu walizaliwa watu maarufu wenye nguvu kubwa ya kushangaza ulimwengu kwenye vitu vidogo wanavyovifanya, lakini dhambi iliwafanya wasifiki. Dhambi inaua hatima. So kama kuna ndoto uliwahi kuota tangu ukiwa mdogo, unaweza ukaifikia ukiacha dhambi. Mungu anamwambia Yeremia, nalikujua tangu ukiwa tumboni mwa mama yako. Maana yake wewe, maisha yako ya utumishi, ya huduma, ya kufanikiwa, ya kupasua mahali ambapo wengine wameshindwa, kwenye familia yako, kwenye jamii yako, kwenye ofisi yako, kwenye kata yako, kwenye wilaya yako na kwenye huduma yako, hicho kitu kitafanikiwa pale tu ambapo dhambi haitakaa ndani yako. Mungu anawaita watu kutoka kwenye dhambi, na huwa anajua kabla hujafanya dhambi. Mungu anajua kwamba mwanangu ametenda dhambi, mwanangu amefanya dhambi. Huwa anawaita watu, na akigundua kila mtu mwenye kitu. Nataka nikwambie hivi, hakuna mtu ambaye hana kitu, lakini vitu vyetu hatuvifikii kwa sababu ya dhambi. Ondoa dhambi, utafika mbali. Nitikie amina kama unanielewa. Ondoa dhambi, utafika mbali. Na leo kuna wito, kama uko hapa hujaokoka sawa sawa, you have to repent, you have to return. Kama uko hapa hujaokoka na unajijua mwenyewe njia zako haziko sawa, join leo na ujumbe wako. Mungu anakuita kutoka kwenye shimo la dhambi. Mungu anakuita kutoka kwenye dhambi. Ni wito. Mzee Mosha, tunaweza tukahubiri sana, lakini kama tutawaambia watu wito wa Mungu kuwaita kutoka kwenye dhambi,
hatujawasaidia kufikia hatima zao. Mzee wangu, hatujawasaidia kufikia hatima zao kama hatutawaambia ya kwamba dhambi imezuia hatima zao. Mungu anaongea sana, anaongea kila siku, anaongea kila wiki, anaongea kila mwezi. Dhambi ipo na mwingine inamsumbua, akilala inamsumbua, akiamka inamsumbua, akitembea inamsumbua, inamuita. Unajua ni kwa nini dhambi inakuita na unaiona ni tamu na nzuri? Kwa sababu imewekwa kuzuia hatima yako. Ole wangu Mchungaji Dachus kama sitajua ya kwamba dhambi imewekwa nisifikie hatima yangu. Ole wako mtumishi wa Mungu kama hautaelewa dhambi imewekwa ili usifikie hatima yako. Mungu anaumia anapotuona kilichowekwa mbele yetu kuzuia hatima tunakikimbilia. How much umekimbilia dhambi? But you in a church, you can pray, you can sing, you can worship God and you remain in a sin. Na kuna watu wengine wamejiwekea defense mechanism kwenye eneo la dhambi kwamba I am safe. No. Ngoja nikwambie, ni kweli Mungu hatazikumbuka, lakini the moment umebobea kwenye dhambi, hatima yako imekufa. Mungu ni wa msamaha, atakusamehe, lakini umeua hatima yako mara ngapi? Yesu atusaidie. Jambo la pili, kwa nini Mungu anawaita watu kutoka kwenye dhambi? Jambo la pili, dhambi inadhoofisha huduma. Kuna watu wengine ni waombaji sana, lakini huduma zao waga hazikui. Kuna watu wengine wanajiona mbali, lakini huduma zao hazikui. Kuna watu wanajiona kwamba sisi tunaweza tukafikia mahali na ni kweli. Hata ukimwangalia unaona kabisa jamaa na kitu cha kipekee cha tofauti. Anacho kitu cha kipekee, anacho kitu cha tofauti, lakini dhambi imekaa pale. Let me tell you something. Kwa naongea na WWK last week and this week. Hakuna kitu kinamkaribisha Mungu kwenye maisha yetu kama mtu aliamua kujikana. Yesu saidie. Wakati Yesu anaishi duniani, alisema hivi: mtu atakaye kunifuata ajikane yeye mwenyewe nafsi yake, achukue msalaba wake anifuate. Wakati Yesu ameisha kufa, amefufuka, mwandishi wa kitabu cha Warumi anasema tumekufa pamoja na nani? Na Kristo. Tumekufa kwa habari ya nini? Ya dhambi. Kama tumekufa kwa habari ya dhambi, miili yetu ni dhabihu iliyo hai, imetakaswa, imekufa kwa habari ya dhambi. Nisema dhabihu ni kitu kilichokufa kwa kuchinjwa na kuchomwa moto kuteketea. Kwa kama sisi ni dhabihu iliyo hai, maana yake kwa habari ya dhambi inahitajika mauti kwetu. Kwa habari ya dhambi inahitajika mauti kwetu. Sasa huduma zetu zimeishia pabaya. Nataka nikwambie, ngoja nikwambie kitu. Kila mtu hapa ana huduma ambayo anaweza akaifanya dunia ikashangaa. Kila mtu ana huduma ambayo even I. Yesu asaidie. Leo kuambia nilienda Mwanza, sije kwenda nje ya nchi. Lakini wakati ninaongea na mtu nikamtajia Moshi, anamfahamu mpaka nikashangaa. Anaweza si yule missionary wa miaka mingi. Nikamuuliza mwewe kukutana, akasema sijui nilimuonaga mara moja. Angalia, ameonyeshwa tu vile pale Moshi, akapewa sifa zake. Alikuelezea kama anakufahamu. Sijui kama mzee Moshi Mwanza umewahi kuishi au umewahi kwenda kushuhudia, kuwatangazia watu wa Mwanza kwamba jamani mimi na yeye kukuona, alikuona Dodoma tu. Habari zako hazitaishia Mafia. Habari zangu hazitaishia Mafia. Dhambi inaua huduma. Tunazo huduma kubwa 5. Kuna wengine hapa ni manabii kabisa, Mungu amewapa karama. Unajua
Karama ya unabii inaweza isiwe na participate kama ofisi, lakini Mungu amekupa sana wewe kwa ajili ya watu wake. Inaua huduma. Dhambi inaua huduma, inaua huduma. Na kuna wengine ni magarasa, na kuhakikishia ni magarasa. Ni kama mimi naweza nikahubiri kwenye karata, wanaocheza karata nikisema magarasa wananielewa. Kuna turufu na kuna garasa. Nilicheza wapi? Nimejifunza darasa la 5 karata. Sijawahi kucheza karata. Darasa la 5 tulifundishwa mali, kila kitu. Kuna wengine ni nini? Ni magarasa, wanamtumikia Mungu, lakini kwa sababu ya utafunaji wa dhambi ndani yao, tayari Mungu hayupo. Lakini wanaweza kuhudumu, kuhubiri vizuri, kufundisha vizuri, kuomba vizuri, kusema kila kitu vizuri, wamekaa kwenye dhambi. Nataka nikwambie hivi, Mungu anakuita ili huduma hiyo iwe ni ya kwake. Yesu atusaidie. Ili huduma unayoifanya iwe ni ya Bwana. Haleluya. Iwe ni ya Mungu. Yesu atusaidie sana. Lakini pia dhambi inaleta hofu ya adui. Kwa nini Mungu anawaita watu watoke kwenye dhambi? Dhambi ina tabia ya kuleta hofu. Kuna watu wengine waga wanakuwa wanajiuliza, ni kwa nini una hofu kufanya vitu vya kimungu? It's a sin. Ni dhambi tu. Ni dhambi. Sijui kama kuna mtu anaweza akawa ana dhambi alafu akawa hana hofu ya kufanya vitu. Watu wengi wenye dhambi wana hofu ya kufanya vitu. Nina lugha mbili na maeneo mawili. Mtu nikimwambia fanya hiki akasema sitaki kukifanya, usiwezi kukifanya kwa hofu na mambo mawili. Aidha ni mchanga kiroho, B mwenye dhambi. Basi. Mwingine akamwambia mchungaji niombee, kabla ya kusimama kwanza nijitakase. Ujitakase. Dhambi, hofu inaingia, mimi nikisimama mbele za watu itakuwaje? Dhambi. Mtu machoani ukimwambia simama anasimama. Wengine visingizio ni madhambi yao. Mimi sijui kama watu wa Mungu watapokea, sijui kama watu watapokea, ni pale nikisimama sijui. Haujui nini? Dhambi. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Dhambi, unakuta mtu ile hofu ile kimtawala. Ukimwambia kitu fulani anakuambia, "Pastor, mimi kwa kweli naweza kufanya, lakini kila nikijiangalia." Maeneo mawili. Mchanga wa kiroho, cha pili. Sikatai mtu mwenye ratiba. Kuna watu wana ratiba, anaweza kukwambia ratiba yangu hairuhusu. Huyo hana dhambi. Lakini ukamwambia mchungaji, mimi naweza kusema mbele yote, mimi naweza. Mambo mawili, mchanga kiroho, dhambi. Dhambi inaweka hofu ndani ya mtu. Kwa sababu namwambia angalia jinsi wewe ulivyo. Wale wachungaji wanaosimamaga pale ni watakatifu wale. Wewe jana tu umebusiana na mtu. Unaona kusimama pale, Mungu nitie nguvu mimi. Dhambi. Dhambi ina tamaduni ya kuondoa hali ya kumtumikia Mungu. Hofu, hauwezi ukasikia wito. Namba 4. Dhambi inaondoa hofu ya Mungu. Hili ni eneo lingine tena. Wanaotenda dhambi, kwa nini Mungu anawaita watu kutoka kwenye dhambi? Kwa sababu wanaotenda dhambi, huwa hofu ya Mungu inaweza ikaondoka. Kuna huyo mwenye uoga wa kufanya vitu, alafu kuna yule haogopi kufanya kitu. Njoo uimbe, yani haogopi. Haleluya. Umenielewa? Haogopi, anakuja, uinuliwe Bwana. Ametenda dhambi na hana hofu. Samani Joli kwa kuimba ule wimbo ulioimba leo. Haleluya. Kuna watu dhambi inaondoa hofu ya Mungu ndani yao. Haogopi kukujibu chochote, kuongea chochote, kufanya chochote, na anasema hawana la kunifanya. Watanifanya nini? Haogopi kuchelewa ibada. Haogopi tu. Ile hofu ya Mungu ndani yake haipo. Dhambi inaondoa. Hofu inaondoka. Kwenye hofu kuna vitu ambavyo tunaviona kwa mtu mwenye hofu. Kiwango chake cha kumpenda Mungu. Mtu mwenye hofu. Ukitaka kumjua mtu mwenye hofu ya Mungu, angalia kiwango chake cha kumpenda Mungu. Mtu mwenye hofu ana tabia ya kuonyesha kiwango kikubwa cha kumpenda Mungu. Lakini kitu cha pili, mtu mwenye hofu
mwenye hofu ya Mungu huwa ana tabia ya kushuka na kunyenyekea. Mtu mwenye hofu anakubali maonyo. Mtu mwenye hofu anatii na kukubali nini neno la Mungu linaongea kwenye maisha yake. Mtu mwenye hofu. Lakini hapo hapo kwenye dhambi, mtu asiye na hofu ya Mungu hana kiu ya Mungu, hana kiu ya nani? Unajishangaa tu, imetumwa message na kiongozi wa CS, leo tuna ibada, unajishangaa tu hauna kiu. Tuna maombi ya siku 21, unajishangaa tu hauna kiu. Wengine wanahisi dhambi ni uzinzi tu. Kuna dhambi inakutafuna na umeamua kukaa nayo. Wengine uongo ni waongo. Wengine kusengenya ni wasengenyaji. Wengine rushwa ni wala rushwa wazuri. Kila kitu amekifanya mpaka baadaye anakiona kawaida tu. Hofu ya Mungu ishaondoka. Kwa hata vile vitu vya kimungu ndani yake vinaanza kuondoka kidogo. At the end of the time, hana chochote cha kimungu ndani yake. Hofu inaondoka. So anaweza akahudumu, lakini Mungu hayuko ndani yake. Haogopi kuhudumu, sio kwa sababu eti nini. Na saa nyingine hofu ya Mungu inapoondoka, anataka awapendeze wanadamu, lakini Mungu ndani yake ameshaondoka. Unajua, nisipoimba Pastor Dacha atanionaje pale? Nisipoimba Pastor Mosha atanionaje pale? Nisipohubiri mimi, umepangiwa kuhubiri. Ngojeni niwaambie kitu, watumishi wa Mungu. Wito Mungu aliyokuita wa kutoka kwenye dhambi ni bora kuliko hiyo huduma unaolazimisha kuifanya Mungu akiwa hayupo. Ni bora. Si kama Joel peke yake ndo kanielewa. Tuseme amina. Niliwahi kusema huduma zetu zisiwe kubwa na utumishi ukawa mkubwa kuliko Mungu ndani yetu. Mungu awe mkubwa kuliko huduma zetu. Usiheshimu huduma kuliko unavyomheshimu Mungu. Nimesema huduma tuzitupe. Lakini kwa nini usimame kuhudumu wakati unajua una conflict na Mungu? Na Mungu kutengeneza ni rahisi. Kutengeneza kitu kwako ni rahisi sana. Ni rahisi sana. Ukimpa nafasi Mungu ni rahisi sana kutengeneza. Jina la Bwana libarikiwe. Ni rahisi sana. Yesu atusaidie. Amen. Dhambi inafanya watu wasisikie sauti ya Mungu. Hilo jambo la ngapi? La 5, si ndio? Niliwaambia mambo 5. Dhambi inaua watu kuisikia sauti ya Mungu. Mwenye dhambi anasikiaga sauti ya shetani. Isipokuwa sauti pekee anaweza kuisikia ni ya kumuita kutoka kwenye nini? Kwenye dhambi. Sauti pekee wanayoisikia watu ambao, ndio maana tukienda mtaani hatuhubirigi sadaka. Ndio maana tukienda mtaani waga hatuhubiri nini? Hatuhubiri utoaji, hatuhubiri ubatizo. Tunahubiri watu watoke kwenye nini? Sauti ya kwanza ambayo unatakiwa kuisikia ukiwa uko kwenye dhambi, ninayokuita kutoka kwenye dhambi. Mara ngapi Mungu ameongea na wewe usiku? Mara ngapi Mungu ameongea na wewe mchana? Mara ngapi ameongea na wewe kwenye madhabahu? Mara ngapi ameongea na wewe kuacha dhambi inayokuzingira kwa upesi na haukuiacha? Mara ngapi Mungu ameongea na wewe? Eti mtumishi wa Mungu, ni mara ngapi Mungu ameongea na wewe kuhusu dhambi ambayo unaifanya wakiwa watu hawakuoni? Mara ngapi Mungu ameongea na wewe? Mimi Mungu waga anaongea na mimi kila siku. Hiyo sauti waga naisikia kila siku. Hata sasa hivi ukinikwaza au nikikukwaza naisikia hiyo sauti. Tengeneza kwanza. Siwezi kulala kama sijatengeneza. Siwezi kulala kama sijamwambia Mungu naomba unisaidie. Hiyo sauti ni sauti ninayoisikia haraka kuliko sauti nyingine yoyote ya Mungu. Hata jioni ya leo bado Mungu anazungumza na mtu. Hii ni sauti ambayo Mungu waga anaiongea kila wakati. Na kuna wakati Mungu anakuambia kabla hujafanya. Anaongea na wewe kabla hujafanya. Usifanye hicho mwanangu. Lakini miguu yako imeshupaza, shingo yako imeshupaza, unaenda. Biblia inasema anayekaza shingo yake itafanya nini? Mara, yani ghafla itavunjika. So Mungu amekuvumilia vya kutosha. Leo anakuita. Tangu mwanzo Mungu ana tabia ya kuwaita watu kutoka kwenye dhambi. Kitabu cha Mwanzo sura yake ya 3 na mstari wake wa 4. Tunafahamu scenario.
Baba yetu Adam alisikia sauti ya Mungu inamwambia toka. Alisikia sauti ya Mungu inamwambia toka, inamuita. Inamwambia Adam, uko wapi? Ngoja nikwambie, watu waliokaa kwenye dhambi, wanaoishi kwenye dhambi, Mungu hawaoni kwenye uso wake. Hata kama unakuja hapa unahudumu kama mimi, lakini kama dhambi haijaondoka kwako, Mungu hakuoni. Anakuuliza leo, uko wapi? Where are you? Where are you? Uko wapi? Maana anataka uende mahali. Tutakapoanza kujifunza kuanzia kesho kuendelea utanielewa. Anataka uanze kufanya vile anavyovitaka yeye. Hakuoni. Adamu, nimekupa kazi, tunza bustani. Hata wakati unaokoka kuna kazi Mungu alikusudia na saa nyingine alikwambia. Lakini sasa hivi hauoni kuendelea mbele. Hauoni ile huduma kukua. Hauoni matokeo kwenye huduma. Anauliza, uko wapi? Unajua Mungu analijua jina lako. Analijua jina lako. Narudia tena hii. Mungu analijua jina lako. Kwa jina lako anauliza, uko wapi? Angalia majibu ambayo Adamu aliyajibu. Mstari wa 4, 5 hadi 6. Anajibu majibu ambayo ni Wakristo wengi tunayajibu. Mara nyingi tunaweza tukasema, Mungu uliniacha. Kwani ukuwepo wakati natenda dhambi? Hukuona wakati natenda dhambi? Kwani Roho Mtakatifu si ulikuwepo? Lakini unajua Roho Mtakatifu alikuonya kabla hujaongea uongo. Alikuonya kabla hujaiba. Alikuonya kabla hujazini. Alikuonya. Mungu, Roho Mtakatifu anaonyaga hadi ambao hawajaokoka, anawaonyaga. Sembuse sisi. Adamu tumchukulie ni kama mtu ambaye alikuwa ameshaokoka. Maana Mungu ameshamwamini, amempeleka mahali, amemweka mahali kwamba tunza, amempa na kazi ya kufanya. Tunza haya mazingira, kampa na mke, kampa kila anachokitaka. Adamu alikuwa anacho kila alichokuwa anakitaka alipata. Ngoja nikwambie kitu, sauti hii inawaitaga maskini, inawaitaga matajiri, inawaitaga wenye nguvu, inawaitaga dhaifu. Sauti inayowaita watu kutoka kwenye dhambi haiogopi cheo ulichonacho. Unasema, unajua mimi ni mtu fulani, kwa hiyo dhambi Mungu siwezi kumsikia kwenye dhambi. Ngoja nikwambie, sauti hiyo haiogopi ubabe ulionao. Sauti hiyo haiogopi, inawaita watu kwenye vyeo vyao. Mzee Moshe, wakati unaokoka ulikuwa una pesa zako. Haiogopi eti una magari. Mwaka 87 sijui una gari. Haiogopi hiyo sauti eti Mzee Moshe ana gari mwaka 87. Inakuita. Acha kiburi hiyo sauti inapokuita leo. Kama Mungu anakwambia acha hiki, na kuna wengine tunavyozungumza hivi unajiona ni mahali gani umepwaya. God is calling you. Kuna vitu hatutavifikia kama kuna vitu hatujaviacha. Kuna mahali hatutafika kama kuna vitu hatujamwambia Mungu tusaidie kuviacha. God is calling. Haiangalii maskini. Kuna watu walioitwa na Mungu wakiwa hawana kitu. Mungu aliwaita. Kuna watu walioitwa na Mungu wakiwa ni wasomi wakubwa. Kwenye Biblia yangu, Adamu alikuwa anacho kila kitu, lakini hiyo sauti haikuogopa kwamba Adamu ana mali. Adamu amepewa dunia yote amiliki yeye. Haikuogopa hiyo sauti. Haikuogopa. Ilipogundua Adamu ana dhambi, ilimuita, Adamu uko wapi? Haikuogopa uwezo aliokuwa nao. Haikuogopa kwamba yeye ana uwezo wa kuita majina kila kiumbe na jina likawa. Hiyo sauti haikuogopa. Sauti ya Mungu ikifika mtu amefanya dhambi, haimwogopi. Haimwogopi. Let me tell you something. Hata jioni ya leo sauti ya Mungu haiogopi nafasi ulionayo. Haiogopi uwezo ulionao. Haiogopi udhaifu ulionao. Haiogopi nguvu ulizonazo. Inakuita, acha dhambi, rudi kwake, utimize kusudi lake. Jina la Bwana libarikiwe. Haiogopi. You fear not that I'm a pastor. Haiogopi eti Dachus ni mchungaji. Hiyo sauti haiogopi. Haiogopi eti huyu ni mama mwangalizi. Hiyo sauti haiogopi mamangu. Haiogopi. Mwangalizi wangu Mzee Moshe. Hiyo sauti haiogopi eti huyu ni mwangalizi sikwambia acha dhambi. Haiogopi hiyo sauti. Haiogopi, na kuhakikishia. Haiogopi wewe ni nani. Haiogopi hiyo sauti. Haiogopi unafanyaga umejificha. Haiogopi hiyo sauti. Haiogopi wewe ni nani.
Sauti inapoita watu kutoka kwenye dhambi, haiogopi nafasi walizonazo, haiogopi umaskini walionao, haiogopi utajiri walionao. Eti kwamba ukienda mbinguni unasema mimi nilikuwa maskini sana. Haiogopi maskini hiyo sauti, haiogopi wafanyabiashara wakubwa, haiogopi hiyo sauti. Inawaita watu wote kutoka kwenye dhambi, kutoka kwenye uharibifu. Adamu anaitwa na akamjibu Mungu alivyokuwa anajisikia. Yoyote ambaye anaipuzia hii sauti, yeye na Mungu ni vitu viwili tofauti. Adhabu iko pale pale. Adamu alipoidharau ile sauti akajibu anavyotaka. Yale majibu ya Adamu yanaonyesha Mkristo wa leo ambaye anaweza akasikia habari za Mungu, kumrudia Mungu, kutembea na Mungu na akaamua kuendelea na ratiba zake zingine. It's like Adamu, mwanamke uliyenipa. Kwamba Mungu, mimi siwezi kutubu, ni wewe ndio ulisababisha. Kuto kusikia sauti ya Mungu na kuendelea na uovu na uharibifu ni kama kumwambia Mungu, wewe ndio umefanya mimi nifanye dhambi, si uliniokoa, imekwaje nikatenda dhambi? Mlinzi wa maisha yangu wa kwanza ni mimi mwenyewe. Yesu atusaidie. Lakini mtu wa pili tuna kitu cha kujifunza kwake. Alikuwa ni Daudi. Kwenye Samueli wa pili sura yake ya 12 mstari wa 7 na wa 9. Inasema hivi: basi Nathani akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nalikutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli, nikakuokoa na mkono wa Sauli, nami nikakupa nyumba ya bwana wako na wake za bwana wako kifuani mwako, nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda, na kama hayo yangalikuwa machache, ningalikuongezea mambo kadha wa kadha. Kwa nini umelidharau neno langu, neno la Bwana, na kufanya yaliyo mabaya machoni pake? Umempiga Uria Mhiti kwa upanga, nao umemtoa mkewe awe mke wako awe mke wako, kwa sababu umenidharau, ukamtoa mkewe Uria Mhiti kuwa mke wako. Daudi alikuwa anajua sheria ya Mungu. Dhambi aliyoifanya kwanza, alijua kabisa huyu ni mke wa Uria na akatembea naye. Niongee na vijana ambao hawajaona kuolewa. Mwanaume au mwanamke yoyote ambaye hajakuoa sio mali yako. Kuna mtu ananielewa? Na Daudi alikuwa anajua ya kwamba sio mali yake. Ni mfalme, anatawala kila kitu, lakini alitakiwa atambue kwamba sio mali yake. Lakini alitembea naye. Alifanya nini? Alitembea naye. Bahati mbaya au nzuri akapata ujauzito. Mtoto alizaliwa alikufa. Lakini ile dhambi haikufa. Hadi leo tunaisoma kwenye nini? Daudi akafanya kitu ambacho dhambi ina tabia ya kukifanya. Ukifanya moja inataka ufanye nyingine. Ndio maana kuna watu ukiuliza umetenda dhambi, anakuambia mimi sijatenda. Sijafanya dhambi. Kwa nini? Amefanya dhambi, cha pili anadanganya. Hiyo ni kawaida ya dhambi. Akaona kwa sababu mimi ni mfalme, hakuna mtu atauliza kwenye hili taifa, Uria afe. Akamfanyia hila, akamleta nyumbani kwake, kamlewesha pombe, kafanya kila kitu, enda kalale na mkewe, Uria ikashindikana. Akasema mimi silali na mke wangu ndani wakati wanaume wenzangu wako vitani, alafu mimi nipo kwenye kikosi. Ni mkuu wa kikosi kimoja wapo, silali. Kalala mlangoni pale. Asubuhi mke wake anaamka anamkuta, wewe mbona umelala mlangoni? Akasema kawaida yetu sisi tukiwa vitani huwa atulali nyumbani. Akalala nje. Daudi anapata zile taarifa, akasema mpuuzi mmoja yuko. Kumbe kalala mlangoni, hajalala na mkewe, mwacheni. Akaandika barua. Akamwambia Uria, samahani, tulikuita kwa sababu ya kuja kuiona familia yako na nini, naamini umeiona familia yako. Akajibu ndio. Chukua hii barua, mpelekee nani? Mpelekee kamanda mkuu wa majeshi. Mwambie hivi, hii ni barua yako. Jamaa kwa uaminifu, kuna watu walikuwa ni waaminifu, si kwa nini Uria alikufa. Kabeba barua, kaondoka nayo mpaka wapi? Mpaka vitani. Kafika kampa jamaa. Kamwambia bwana, hii hapa barua mimi nimepewa bwana, nikuletee. Jamaa akachukua,
kakaa pembeni, hata hajataka kusoma naye. Sijui kama angesoma naye ingekuwaje. Imeandikwa, Uria mkiingia kwenye uwanja wa vita, mtangulize mbele afe, alafu akifa mimi nina sababu ya kufanya huyo afe. Jamaa katii maagizo. Wameenda vitani, anambia Uria, kikosi chako kitakuwa cha kwanza, na anajua vita imekuwa. Biblia imeandika kabisa, vita ikiwa kali mweke mbele. Kwa alivyomtanguliza wenyewe akarudi, akamwambia rudini nyuma, mwacheni Uria. Ikalia mikuki, ikalia mishale, jamaa katandikwa chini. Ikarudi ripoti, mfalme tayari. Mungu ilimuuma. Dhambi aliyeifanya ni Daudi, ni mfalme. Mungu anaumia mbinguni, kwa sababu Mungu alichokiona Daudi, kazi niliyomtuma kuifanya hataifanya. Unajua ni kwa nini wakati wa Suleiman Mungu anamwambia mikono yako imejaa damu? Ni kwa sababu ya Uria. Ameua. Daudi aliua. Utanijengea hekalu, umeua Daudi. Daudi umeua, mikono yako imejaa nini? Damu. Kwa sababu Uria asingeuliwa na wale jamaa mliokuwa mnapigana nao kama sio wewe kuruhusu wauawe. Mikono yako imejaa damu, hautanijengea. Kusudi la Mungu kwa Daudi, mtu aliyempenda, aliyependeza Mungu, alitaka amjengee hekalu, lakini akamwambia utalijenga, atajenga mwanao Suleiman. Hatima yake haikufikiwa. Ndio maana nikamwambia dhambi inaua kusudi, inaua hatima. Kile ambacho Mungu amekukusudia utakifanya. So leo nataka niongee kama naongea na watu ambao hawajaokoka. Unapoamua kugeuka leo, geuka. Kwa sababu vipo vitu hautavifikia kwa sababu ya dhambi ambayo umekuwa unaifanya. Eric, mimi nahubiri, iko vitu ambavyo hautakaa uvifikie kwa sababu ya dhambi uliyoifanya. Hautavifikia. Daudi hakujenga nyumba. Mzee Mosha kama anadanganya, basi Biblia mimi itakuwa iliniongopea. Lakini Daudi hakujenga. Anamuuliza Mungu, kwa nini? Jibu moja, mikono yako imejaa damu, atajenga mwanao Suleiman, muandalie mazingira. Full stop. Damu ni za nani? Sio za watu wengi, za mtu mmoja. Ulimwaga damu, wewe uliua. Yesu atusaidie. Dhambi inaua hatima. Mungu amekukusudia uwe mtu wa kwenda mahali. Dhambi. Nimewahi ku experience maisha ya kujichanganya changanya anavyofanya watu. Unajikuta una mwelekeo, una mahali unaenda. Ndio maana Mungu anamwambia Nathan, nenda mpaka kwenye nyumba ya Daudi, nenda kamwambie. Jamaa alivyofika hata kuwa na maneno mengi, akamwambia bwana Daudi, unajua nini wewe? Wewe si mfalme wetu. Hivi kwa mfano imetokea kuna mtu ana mali nyingi, ana kondoo, ana vitu, ana kila kitu anachokitaka. Ukisoma mstari ya nyuma hapo, kabla hatujafikia hapo mstari wa 7. Anamwambia wafu huyo mtu akiwa na kondoo wengi, afu kuna mtu ana kondoo huyu. Kaenda kamchukule kondoo mmoja. Hivi mtu kama huyo afanywe nini? Daudi akasema huyo mtu anatakiwa kuuawa immediately. Ni nani? Sasa mstari wa 7 ndo unatujibu, anamwambia mtu huyo ni wewe. Mmeelewa mstari wa 7 ulivyoanza? Anasema basi Nathan akamwambia Daudi, wewe ndiwe mtu huyo. Akasema kivipi? Sasa wewe si umeua mke wa Uria, si umeua mke wa Uria wewe. Si umemuua Uria Muiti. Alafu wewe mwenyewe Daudi, si ni wewe mwenyewe ulimchukua mke wa Uria au sio wewe? Uria alikuwa na mke mmoja tu, Daudi una wake wangapi? Haya. Uria saa nyingine ana uwezo wa kuoa familia yoyote anayotaka duniani. Wewe ni mfalme, unaweza kuoa kokote, Misri, Libya, mabara ya Ulaya, kokote unakotaka unaweza kuoa. Yeye Uria ana huo uwezo. Ilikuwa ni kama amuulize hivyo. Lakini bado umeenda kuchukua kamke kamoja aliko nako, alafu umekapa mimba, kamebeba mimba, na yeye unamuua. Daudi, huku chini toba yake utaiona. Alitubu dhambi Daudi. Alitubu dhambi Daudi. Alitubu dhambi Daudi. Ile Zaburi aliyokuwa anatubu ya 51 mstari wake wa 18 anasema moyo uliopondeka ndio unaompendeza nani? Mungu. Uwe na moyo wa toba, mtumishi wa Mungu. Moyo uliopondeka wa kumwambia Mungu, nimekosea. Mungu, nimekutenda dhambi peke yako, naomba unisamehe. Anasema pale mstari wa 17 18. Sasa moyo uliopondeka unampendeza Mungu. Na ndio maana Mungu akasema Daudi ni mtumishi wangu anayependezwa naye. Yesu atusaidie. Mtu wa tatu
Aliyemuita Mungu kutoka kwenye dhambi ni Sauli. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 4 na wa 6. Kabla hajaanza kutenda hiyo miujiza tunayoiongelea, hajapanda makanisa tunayoyaona. 12 years alifundishwa na Anania, na pale Mungu ametoa maelekezo kabisa pale tunapopasoma. Ngoja tupasome. Sura yake ya 9 mstari wa ngapi? Hii ni sauti inayowaita watu walioko kwenye dhambi, hata kama wapo kanisani lakini wana dhambi, hii inawaita. Mstari wa 4 unasema, akaanguka chini. Ni nzuri zaidi ungeanzia mstari wa kwanza. Ila naomba tuanzie hapa. Si mnaelewa kisa kilianzaje hapo nyuma? Alikuwa anaenda Dameski kufanya mauaji, kuua watu wa Mungu. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli. Sauti ilimuita mara ngapi? Niliwahi kuambia sehemu yoyote kwenye Biblia ukiona jina limetajwa mara mbili, maana yake na kuna mkato, maana yake Mungu alikuwa anataka huyo mtu ampe sikio vizuri. Sauli. Sauli? Sawa. Hapo nikikuita Ima, ukitika naam nakupa maelekezo. Lakini kiona hujaitika ndio tena Ima, maana yake nipe usikie. Lakini pia kuna sauti ya kuonya. Ukisikia nikwambia Joel, Joel. Umeelewa hiyo sauti? Msoko na kusema Joel. Tofauti. Joel, Joel. Nahitaji umakini. Kwa ukiona sehemu yoyote mtu ametajwa mara mbili, maana yake Mungu alikuwa anataka umakini au alikuwa anaweka mkazo kwenye anachotaka kuongea. Kuna maeneo kwenye Biblia kama Musa walioitwa mara mbili, Samueli. Lakini kuna maeneo huyu Sauli. Kuna eneo lingine Mungu aliita mara mbili, ni wapi? Okay. Nitayaona hayo maeneo, nitakukumbusha. Lakini kuna sehemu pengine Yesu naye aliita mara mbili akasema Mungu wangu, Mungu wangu. Alikuwa anataka Bwana aweke jicho, amwangalie kwa namna tofauti. Can you call God 2 times? Si ndio? Unaweza ukamwita mara mbili. Triple. Mungu wangu, Mungu wangu. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema hivi. Akasema alipomwita Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema u nani wewe Bwana? Sikiza jibu jamaa alilomuuliza. Cha kwanza alitaka kumjua nani? Mungu. Je, Mungu anapokuita uko tayari kumjua? Ndio kesho tutaanzia hapo. Sauli hakujibu kama Adam. Kwamba ni coach. Hakujibu kama Adam. Akamuuliza, nani wewe? Tafsiri yake, dhambi ninazozifanya ni kwa sababu sikujui, sikuwa nimekujua Mungu. Teach me. Nifundishe wewe ni nani? Nielekeze wewe ni nani? Ilimchukua miaka 12 kumjua Mungu ni nani. Sauli. Ilimchukua miaka 12. Akiwa atendi dhambi, akiwa aui watu, akiwa afanyi uharibifu. Alikuwa ni muuaji. Alafu kinachonishangaza, ile sauti alijua ina mamlaka. Maana aliuliza, nani wewe Bwana? Who are you Lord? Yaani maana yake alielewa huyu jamaa anaongea na mimi sio wa kawaida. Je, Mungu anapokuambia toka katika dhambi, unamuona kwamba si Mungu wa kawaida? Unamuona is this Pastor Dachus on altar? Nani wewe Bwana? Kumjua Mungu ni vizuri sana. Hatuwezi tukaijua sauti anayetuita kama hatumjui yeye ni nani. Lakini kama tukimsikia anatuita, tutafute kumjua yeye ni nani. Akija mgeni akigonga hodi nyumbani kwako, utatoka nje haraka. Utataka kumuuliza, wewe ni nani? Au utataka kujua nani? Ikitokea sauti hujaijua. Lakini kama sauti unaijua, lazima utake kuhakikisha. So huyu jamaa alitaka kujua huyu ananiita kwa mamlaka hivi ni nani? Si mnajua tukifikaga kwa watu kuna sauti tunaita. Yaani mimi kuna sauti nikifika kwa mzee Mosha lazima niite. Sikiliza hodi za watu. Hodi. Lakini akiwa nyumbani kwake haiti hivyo. Hodi hapo. Ila akienda kwa watu
hodi hapa, hodi, hodi kwa wale watu. Lakini ukifika unasema hodi hapa, hodi, 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 wanajua huyu aliyeita ana mamlaka. Ni kama polisi wakija nyumbani kwako, utegemee tu wakuite kwa hodi. Polisi kala gabao, polisi wakija, I'm so sorry bro Joe, wakija polisi kwako, ukifika hodi hapa, yaani kuna namna wanaita, unajua kwa hata kuuliza lazima uulize, samahani nani mkuu? Umeona unapoanza na upo nyumbani kwako, samahani ni nani mkuu? Ndio kilichomtokea Apostle Paul, Brother Saul, ndio kilichomtokea. Anasikia ile mamlaka inayomwambia, inayomwita Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Huyu sio wa kawaida, maana mimi najulikana hapa kote. Narudia, hiyo sauti haiogopi ubabe ulionao. Sauli alikuwa ni muuaji, haiogopi matendo unayoyafanya. Hiyo sauti haiogopi ukubwa wa dhambi ulizozifanya. Hiyo kuna watu wanasema mimi nilitoaga mimba, mimi niliua, mimi nifanya nini? Bado anakuita hivyo hivyo ulivyo. Bado anakuita hivyo hivyo ulivyo. Oh, mimi nilifanya mambo fulani ya kutisha, anakuita hivyo hivyo ulivyo. Hiyo sauti haiogopi ukubwa wa dhambi. Na kuna watu wengine wanasema hivi, kwa hii dhambi niliyoifanya Mungu atanisamehe kweli? Haiogopi ukubwa wa hiyo dhambi uliyoifanya. Swali alilouliza Mungu wakati anamuita, ni kwa nini unaniudhi? Unajua kuna wakati umefanya maudhi kwa Mungu. Anakuita leo ache maudhi. Umefanya maudhi na anajua ya kwamba ni sangapi ulifanya maudhi. Ni sangapi ulimkorofisha. Ni sangapi uliumiza moyo wake. Hivi unaelewa maana ya kuudhi? Unafanya tena na tena. Na saa nyingine unaelewa kabisa nachokifanya hiki hapana. Ngoja nikupe siri nyingine. Achana na Daudi, alikuwa ni mtumishi wa Mungu wakati anafanya dhambi. Sauli alikuwa ni Myahudi. Kwenye dini yake alikuwa amequalify. Alikuwa ni mtu mwenye heshima kwenye dini yake. Ngoja nikwambie kitu, unaweza kuwa na heshima kanisani, tumekupa mpaka uongozi, uzee wa kanisa. Naweza nikawa na heshima kanisani mpaka nimeitwa mchungaji, lakini bado dhambi ipo ndani yangu. Dini ya Sauli haikumsaidia. Udini haukumsaidia. Udhehebu aliokuwa nao kumsaidia, bado alimhitaji Yesu kibinafsi. Alimhitaji Yesu bado. Alimhitaji Yesu bado. Yesu atusaidie sana. Anasema, nimalizie pale, mimi alipomuuliza huyu nani wewe Bwana, naye akasema mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Akajifunua kwake saa ile ile. Alafu akasema, lakini simama uingie mjini, nawe utaambiwa yakupasayo kutenda. Nenda mjini, utawakuta watu. Tunafundishwaga na watu. Mungu anawatumia watu kutufundisha. Wangapi wanasema kesho tuendelee hapo? Wito wa kufundishwa na Mungu. Kesho nitakuwa nimebase kwenye darasa au shule ya Mungu. Wito anawaita watu kwenye darasa lake. Jina la Bwana libarikiwe. Funika macho yako. Wakati huu leo ilikuwa ni siku ya kujifunza, lakini kwa sababu ni semina, naomba tu ukubali nifundishe hivi. Ukiwa umefunika macho yako, Roho Mtakatifu atakuonyesha maeneo ambayo yanahitaji matengenezo, na dhambi yako utaiona. Sema dhambi yangu siwezi kuificha, maana hii mbele yangu daima. Hata hivyo ulivyofunika macho unaiona, inayokutafuna, inayozuia wewe kufikia hatima, kufikia kusudi, inayokuzuia kufanya huduma yenye matokeo. Unaiona hiyo dhambi. Saa nyingine ulifanya siku zilizopita ambapo hakuna mtu anayekuona. Ole wangu mimi. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita.